Rubaba TV. Ndio leo kausha. Unaweza tukamimina kama vipi? Hivi karibuni nilizungumzia kuhusiana na ufugaji wa mende. Watu wengi walionyesha interest ya kupenda sana kuhusiana na huu ufugaji, na wengi walitamani sana na wakaniagiza nifanye juu chini ili niweze kumtafuta mfugaji moja kwa moja aweze kuzungumzia kuhusiana na ufugaji wa mende. Nilifanya jitihada nyingi sana na kwa bahati nzuri nilifanikiwa kumpata mfugaji wa mende, tena mfugaji wa muda mrefu, ambaye tuliweza kuzungumza mambo mengi sana kuhusiana na huu ufugaji wa mende. Ni vingi ambavyo nilikuwa mimi mwenyewe binafsi sivifahamu wala sikutegemea vinaweza vikawa vinapatikana kwa mende, na vingi vinashangaza na vitakufurahisha sana. Mfugaji alizungumza vingi sana, ikiwemo jinsi alivyoanza kufuga, namna gani aliweza kufuga, nani aliyemshawishi kufuga. Alizungumzia faida za mende, lakini pia hakuishia hapo tu. Aliweza kutuonesha namna gani anavyofuga na kwa kiasi gani mende alionao. Lakini cha kushangaza zaidi, aliweza kutuonesha kitu ambacho hata sisi wenyewe tulishangaa, kwamba yeye anaweza kutumia kinyesi cha mende kama majani ya chai, na kwa muda amekuwa atumii majani ya chai. Lakini pia alisema kwamba kinyesi hicho kimeweza kumtibu magonjwa mengi. Nisiwe mzungumzaji mkubwa, twende ukapate kumsikiliza na kutazama mwenyewe ili uweze kufahamu mengi. Lakini nakukumbusha, kama bado hujasubscribe, fanya kusubscribe na kubofya alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata updates na video ambazo tunaweka hapa ndani ya Rubaba TV. Mimi naitwa Imani Rubaba na nyuma ya kamera yupo Maruchu Agrey. Karibuni ndugu waandishi wa habari. Mimi naitwa Mama Mende, kwa jina lingine ninajulikana kama Lucy Malindo, lakini kwa jina la ujasiriamali naitwa Mama Mende. Mimi ni mwanamke jasiri ambaye nimethubutu kuanzisha huu mradi wa ufugaji wa mende. Mimi niko huku Kionda Azimio. Kwa hiyo karibuni sana ndugu waandishi wa habari. Ufugaji huu wa mende nilianzia Iringa. Nilianza tu kama utafiti fulani baada ya kugundua kumfuatilia sana kwa ukaribu mende, ni vitu gani ambavyo anapenda na kwa ajili ya nini. Kwa hiyo na mimi nikavutiwa kwanza muonekano wake, ile anavyokimbia mara fanye hivi, kwa hiyo nikajisikia natamani. Kwa hiyo nikawakamata mende wachache, nikaweka kwenye sufuria wakati ndo naanza kufanya huo mradi. Nilianza muda kidogo, nilianza 2016. Kwa hiyo nikawa nimewakamata wachache, nikawaweka kwenye sufuria, nikafunga vizuri, nikawa naweka. Lakini baada hapo niliendelea tu kufuga, lakini tunapoenda kwenye semina najieleza, jamani mimi nafuga mende, japo watu walikuwa wanashangaa sana. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba sasa hivi huu mradi uko vizuri, unaanza sasa kujulikana na wengi. Baada ya hapo mimi sikujua nafuga kwa ajili ya nini. Nilikuwa tu nafuga kwa sababu sikuwahi sikia mtu anayefuga mende wala nafuga kwa ajili ya nini, wala kama hata chakula cha kuku.
kwa sababu mazingira niliyokuwa naishi sikuwa nafuga kuku, wala sikujua kama mende kwa ajili ya anapenda nini na kwa ajili ya mfugo gani ambao unapendwa sana na mende. Lakini kadri siku zilivyokuwa zinaenda, siku moja nikasikia kwenye Iboni wanaongelea kwamba faida za mende anavyotibu magonjwa sugu ya mwanadamu. Nilisikia hicho chuo wamesema California, naona iko huko Marekani. Baada ya hapo nikaanza kupata tumaini kwamba kumbe mbele kutakuwa na kitu. Nikaendelea kufuga tu bila kujua, nikafuga. Basi hatimaye siku moja nikasikia tena wanaongelea kwamba mfugaji wa mende Tanzania. Nikasikia huyo mtu anapatikana wapi? Dar es Salaam. Lakini sasa mimi nitampateje ili walau nijue mwenzangu anafuga katika utaalamu gani na kwa ajili ya nini, tubadilishane mawazo. Japo tumeshapata mwanga kwamba ni faida kwa mwanadamu kama matibabu. Anatibu. Basi baada ya hapo nikafanya juu chini, nikakosa kumpata huyo mfugaji wa mende Dar es Salaam. Nikaendelea tu mwenyewe. Hatimaye kabla sijafika mbali nikahamia hapa Morogoro. Nikahama na mradi wangu. Nilivyohama nao basi nilipofika hapa nitafanyeje sasa ili na mimi nijulikane kwa watu. Lakini sikuua huo mradi, niliendelea tu kuhifadhi na kuutunza. Basi hatimaye nikaenda siku moja maliasili mkoa, nikajieleza. Nilipojieleza akaniambia nenda SUA, basi utapata mawazo. Lakini kwa bahati nzuri nikaenda SUA, nikapokelewa vizuri. Nilivyowakuta nikajieleza kwamba jamani, mimi naitwa mama fulani, natokea maeneo ya Kionda Azimio, nafuga mende. Wakafurahi sana kwa sababu na wao walikuwa na hilo wazo. Basi tukawa sasa tuko pamoja, wakafurahi, wakatuma wanachuo wakaja kunitembelea na hatimaye sasa tukawa kama kitu kimoja. Kwa hiyo pale nao walipohitaji kufuga ikabidi waje wachukue mbegu kutoka kwangu. Wakachukua mbegu nikawapa. Kwa hiyo mpaka sasa tunaendelea nao vizuri, na wao sasa kwa sababu wenzangu wanavitendea kazi, wana uwezo, basi wanafuga vizuri kabisa, na mpaka sasa mradi uko vizuri pale SUA. Kuna mradi kama huo ufugaji wa mende pia. Yaani hapa tunaanza kutoa kwanza vyombo ninavyolishia. Endeleeni tu, mnaweza mkachukua hata picha. Kwa hivyo hapa ni vyombo ninavyolishia. Kwa hiyo nitaelezea. Hivi hapa ndio vyakula ninavyowapaga hivi. Kwa hiyo hapa ni unga tu wa kawaida. Hii hapa ni cabbage. Unaona? Hii hapa ni cabbage. Hivi hapa tutajikuta wameshamaliza hata kidogo kipatikana. Kwa hiyo hii hapa ni pumba tu ya kawaida ambayo na hapa kuku na wenyewe nawachotea hii. Kwa hiyo hapa ni unga wa nini? Huu hapa ni ubwabwa tu wa kawaida, lakini hapa ni unga wa kati. Baada ya maelezo mazuri kutoka kwa mfugaji, tuliamua moja kwa moja tuingie bandani au atupeleke bandani tuweze kutazama ni namna gani anavyoweza kufuga, jinsi gani anaweza kufuga, na kama je anafuga mende, je ni hawa mende ambao tunawafahamu sisi, na ni namna gani anaweza kudhibiti. Twende pamoja ili uweze kufahamu na uweze kutazama. Kwa hiyo ndugu watangazaji, hii ndio ofisi ambayo nafugia mende. Kwa hiyo hapa nimetengeneza hili boksi kwa ajili ya kuhifadhia mende kusudi nini wasipate kutawanyika ovyo. Kwa hiyo hili hapa, hili boksi limechongwa kwa shilingi 100,000. Kwa hiyo ndio maana tunasema serikali itakapotusaidia, ndio maana liko moja, kwa sababu mimi sina uwezo wa kutengeneza mengi, lakini kama atajitokeza mfadhili yoyote nitafurahi sana, ili mradi upate kuonekana, upate kukua kwa wingi sana. Kwa hiyo kama hivi ndani humu kunatakiwa vifaa ambavyo natakiwa uvipange, na unaona nimeweka hicho kigodoro, lakini sio lazima uweke hicho, unaweza kaweka hata hizo tray za mayai ukazipanga vizuri huko ndani. Kwa maana hiyo nitakapompata hata mfadhili yoyote nitashukuru sana, ili apate kunisaidia kunisimamia katika huu mradi ili tuende nao vizuri. Kwa hiyo karibuni sana ndugu watangazaji, hapa ndo ofisini, na nyie watazamaji wa Tanzania wenzangu, na waombeni kama hivi mlivyoona uhalisia wenyewe. Hapa ni kweli, hawa ni mende halali, nafikiri mmeshawaona na wako kwa wingi.
na tutazalisha zaidi. Tuombe tu serikali iupokee kama vile miradi mingine. Kuna nyuki, kuna wakina mama wengine wanafuga vipepeo. Kwa hiyo kwa nini siwe mende tu? Kwa nini siwe mende sisaidiwe? Kwa nini mende sipokelewe? Kwa hiyo naamini kwamba serikali wameshatusikia. Kwa hiyo Watanzania wenzangu, msijali, serikali yetu ni sikivu na tunavyoongea, kwa sababu pia serikali inapenda watu wanaojishughulisha na watu wabunifu. Kana na hapo, ndugu watazamaji wa hichi kipindi, baada ya hapo sasa nikaona sasa huu mradi wangu umeshakuwa mkubwa, mende wameongezeka, wamekuwa wengi, nikaamua kuwapunguza wengine, nikawakausha. Nilivyowakausha ndo kama hivi mnavyoona, nikaweka kwenye vifungashio. Hapa ni mende walikuwa tu wazima kama kawaida. Nilichofanya jinsi ya kuangamiza, maana kuna njia nyingi, ndio maana nimeweka katika hapa, baadaye mtaangalia kitabu. Kwa hiyo nilivyoangamiza hawa mende nikawakausha tu kwa kutumia jua. Hilo napowakausha uwe makini, kwa sababu kusiwe jirani na kuku wala mwewe, kwa sababu hivi vitu hawa mende wanapenda sana na mifugo. Kwa hiyo unapoandaa mazingira yako mazuri ili mende wako wasipotee, kwa sababu kisha weka jirani na kuku, hata kama ni ndoo, dakika 0 utakuta hamna kitu, kwa sababu mende wana protini nyingi na hivyo kuku wanapenda sana. Kwa hiyo hapa mbele yenu hapa kuna mende waliokaushwa, lakini pia kuna mbolea hii hapa, ambayo mbolea hii ina matumizi mengi tu. Unaweza ukatumia kama ukawa na kibustani chako nyumbani cha mboga za kutumia wewe kama wewe, basi inaweza kukusaidia kwa njia moja au nyingine. Japo pia kuna matumizi mengine ambayo sasa hayo yanahitaji kitaalamu. Ila mimi kama mimi katika utafiti wangu nikachukua maji ya moto, nikachukua glasi, nikachukua mbolea ile ambayo ndio kinyesi cha mende, nikakiweka kwenye glasi, nikaweka mle maji yale ya uvuguvugu ya moto. Nilipoacha kama dakika 2-3 yakabadilika kabisa, yani yakawa kama chai ya rangi. Kwa hiyo mimi kuna kitu nilikuwa naumwa, nikatumia. Nilivyotumia ikanisaidia. Kwa hiyo naishauri serikali ichukue huu mradi kama miradi mingine yote, kwa sababu sisi wabunifu tunapobuni hivi vitu tunahitaji sasa kuongezwa nguvu na serikali. Tunaamini kwamba huu mradi baadaye utakuja kuleta hata faida kwa serikali, kwa sababu pia itaongeza kipato chake kwa kupitia kodi, lakini hata mimi mwenyewe na mimi nitafaidika kwa kupitia huu mradi, na sio mimi tu, na hata watu wengine wote. Na kwa hiyo nawashauri hata Watanzania wenzangu nao pia waupokee huu mradi, wawe tayari kufuga. Tunaamini kwamba nchi za wenzetu kama China huko wao wanatumia kama chakula, lakini katika pia ni tiba. Kwa hiyo China wanategemea sana katika miradi yao, katika uzalishaji mali ni pamoja na ufugaji wa mende. Kwa hiyo naiomba sana serikali huu mradi waubariki, upokelewe, basi watoe tenda kwa watangaze kama pia Tanzania tunafuga. Kwa wale watakaohitaji kuweka makampuni yao, basi waje wawekeze katika huu mradi. Kwa hiyo pia huu mradi utaongeza ajira kwa vijana, kwa sababu vijana wengi sasa hivi wanalalamika ajira hamna, lakini nafikiri wakija wawekezaji vijana watapata ajira, na hiyo pia itaongeza kipato hata kwa mmoja mmoja. Kama alivyosema Mheshimiwa wetu Rais alivyokuwa kule Dodoma, aliongelea sana habari ya viwanda, japo vingine alivitaja, akasema jamani anaruhusu wawekezaji. Kiukweli tunamshukuru sana Mheshimiwa wetu Rais, kwa sababu anatupenda watu wake, anajaribu kuumiza akili huku na huku, mradi tu tuwe na maisha mazuri. Kwa hiyo maisha mazuri ni pamoja na haya mambo tunayoyabuni sisi wabunifu wadogo wadogo. Kwa hiyo tunaomba tu msaada kwa serikali, lakini pia naomba kwa wanawake wenzangu ambao wao wana viongozi, na sisi wanawake wadogo ambao yani wadogo kimaisha, ni kiubunifu, kikazi, labda kibiashara vile, tutembelewe, kwa sababu tukitembelewa na kina mama, kwanza wa mama ndo wajenga nchi. Na ndio maana Mheshimiwa wetu Rais Joseph John Pombe Magufuli ametoa kipaumbele sana kwa kina mama katika uteuzi wake wa viongozi. Palipo na mwanaume lazima mwanamke awepo. Kwa hiyo ameshaona umuhimu wa kina mama na utendaji wao kikazi. Kwa hiyo na mimi nashauri wanawake wenzangu ambao ni viongozi ngazi za juu,
watutembelee. Wakisha tutembelea, tunaamini kwamba huu mradi pia watauibua. Lakini pia hata mbunge wetu wa jimbo la Morogoro pia natamani angetutembelea siku moja, kwa sababu wabunifu tuko wengi. Sasa hapa, ndugu watazamaji wa Tanzania wenzangu na mnaotamani kufuga mende, ili muone jinsi mende walivyokuwa na faida. Sasa hii hapa nilishasema kwamba faida moja hapo ni kwenye mazao, lakini pia unaweza ukabadilisha kinyesi hiki ambacho si kama mnavyoona naweka humu. Nafikiri glasi kila mtu ameiona, haina kitu, ila tu saa hizi ndo nimeweka haina. Sasa hapa tunachukua maji ya uvuguvugu haya hapa, tunamiminia humu. Tunamiminia humu, nafikiri kama mnavyoona imeshaanza kubadilika. Unaacha inakaa kwa muda mchache. Baada ya hapo itakuwa kama chai kabisa. Rangi ya chai. Ukiacha tukakaa kama muda ndo kabisa inabadilika kabisa. Kwa hiyo ndugu watazamaji wa Tanzania wenzangu, humu ndani hamna kitu. Msemu kasema waliweka maji, walifanyeje? Kuweni na imani. Kwa hiyo ndo tunachuja namna hii, kwamba hapa sasa chai yetu iko tayari, tunaiweka namna hii. Nafikiri ndugu watangazaji, kama mlivyoona, hiyo ndo kinyesi cha mindi, kwa jina lingine mbolea. Kwa hiyo sasa mimi kama nilivyowaambia kwamba nilikuwa naumwa, nilivyojisikia naumwa kutokana na utafiti wangu na vile nafuatiliaga sana vipindi vya habari, nikasikia mende anatibu magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo nikavutiwa pia na muonekano huu, nikahisi kabisa kwamba huu lazima kuna vitu ambavyo nitavipata kutokana na kinyesi. Kwa hiyo nikakoroga nikanywa. Kwa hiyo kama mnavyoniona hivi, yani hapa nakunywa. Umeamini? Haya. Kwa hiyo sasa, kwa wale wote wanaotamani kufuga mende, wala wasiogope, wala wasisikilize maneno ya watu ya kuwakatisha tamaa, wawe na amani, wafuge. Lakini pia wanaweza kanitembelea, mimi napatikana hapa Kionda Azimio, na pia kuna vitabu ambavyo nimeviandaa kwa ajili ya kumwandaa huyo ambaye ni mfugaji wa mende anayetaka kufuga. Hichi kitabu kina kurasa sio nyingi sana, ila nimejaribu kuelezea namna jinsi ya kuanza. Unapoanza ufanye nini? Unapoanza kufuga mende unatakiwa ufanye nini? Kwa hiyo hichi kitabu kinauza tu shilingi 5,000, lakini pia unaweza ukapata hata mbegu. Kwa sababu hata mbegu pia naweza ukapata, na mende mmoja nauza kama rejareja kuanzia 500 mpaka 1,000. Kwa hiyo karibuni sana Watanzania wenzangu, nitafurahi sana kama tutapatikana kwa wingi, kwa sababu kadri tutakapofuga wengi, tukiwa wafugaji wengi, ndipo tutapata masoko kiurahisi sana, kwa sababu mzigo hautoshi. Mende wanahitajika sana 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 kwa wingi, lakini sasa mzigo hautoshi. Kwa mfano mtu anakuambia niletee tani moja, huna uwezo wa kutengeneza wewe peke yako, lakini tukiwa wengi tunakusanya, unakuwa mzigo mmoja. Kwa hiyo tunapomuita mtu, jamani njoo, si tuna mzigo, basi anajua anatembelea. Lakini pia sifa za mende ziko nyingi. Kwanza ni kiburudisho, kwa sababu wakati mwingine mende unamuona anavyocheza cheza vile, mara aruke juu, mara ashuke chini, mara alale chali kama vile amekufa. Mende kwa ujumla ana mbinu nyingi za kujihami, kwa sababu mende ni mpole. Lakini katika upole wa mende pia ni adui kwa mwanadamu, kutokana na kutokupendana, kwa sababu mende ni mharibifu. Ndio maana nimeelezea, ukichukua hichi kitabu ndipo utaona mengi yatakayopatikana kwenye hicho kitabu, ndugu mtangazaji.